Filamu inaitwa Taste of Faith, imeongozwa na Frederick Leonard akiigiza kama mchungaji King na Uche Montana akiigiza kama Dakore, mkewe na mchungaji. Mwanzoni mwa filamu inamuonyesha mchungaji King akianguka katika zinaa na akiomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Hapo unamuona kabisa anasema, Mwenyezi Mungu, naomba unisamehe. Inaonyesha kwamba kuna mwanamke pale anaitwa Damsel anamfungua zipu, na inaonyesha kwamba ameingia kwenye zinaa na ameanguka kwenye zinaa kwa kukusudia, lakini kuna kitu ambako kipo nyuma ya hii filamu inaitwa Taste of Faith. Ni filamu ya Kikristo ambayo inaonyesha mchungaji ambavyo aliingia kwenye zinaa. Sasa asubuhi Pastor King anarudi kutoka kwenye maombezi, mkewe anampokea kwa bashasha kweli, anamuuliza, "Je, uko sawa?" Pastor King anasema, niko sawa kabisa, niko sawa, namshukuru Mungu, niko sawa. Anasema niko sawa kabisa, nashukuru Mungu, niko sawa. Anasema kama hauko sawa ni bora useme, lakini anaonekana yupo kuoga na anaomba toba kwa Mwenyezi Mungu. Anamuomba Mungu amsamehe kwa sababu amefanya kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Umeona, kwa anaoga, anakuwa kama anajitakasa hivi, lakini anaomba toba kwa Mwenyezi Mungu. Baadaye mkewe anamuuliza tena, "Vipi, uko sawa? Mbona umenishtusha?" Lakini anamuuliza, "Uko sawa kweli? Kama uko sawa niambie." "Niko sawa, ila tulikuwa umenishtusha." "Kitu gani ambacho kimekufanya nikushtushe?" Baadaye anaingia kwenye msongo mkubwa wa mawazo, na kesho yake inakuwa ni kuingia kanisani. Sasa anapoingia kanisani inakuwa ni siku ya ibada, anaendelea kwenye masifu ya asubuhi, washirika wanaonekana wanabashasha. Baada ya masifu ya asubuhi na kuimba pamoja na mke wake, wanaonekana wote wanabashasha zito kabisa. Unamwona anacheza kwa furaha, lakini kuna kitu ambacho kimejificha ndani. Hii furaha ya nje isikuambie kwamba ndani kila kitu kiko sawa, lakini ndani kuna kitu hakiko sawa. Watu wanaendelea kusifu na kuabudu pale masifu ya asubuhi. Namuona mkewe Dakore amependeza vizuri na washirika wengine wakiimba na kumsifu Mungu kwa sifa na shangwe. Baadaye anaingia kwenye somo na anaanza kutafakari neno na kusoma neno la Mungu. Watu wanakuwa wamemakinika pale. Watu wakiwa wamemakinika, baadaye anawaeleza kuhusiana na ufalme wa Mungu, namna ambavyo unaweza ukajibidisha kwa Mungu, namna ambavyo unaweza ukakaa ndani ya Roho wa Mungu na Roho wa Mungu akakaa ndani yako, pale ambapo wewe utakuwa tayari utakapokaa ndani ya Mungu. Kwa pale anaendelea kufungua kitabu kitakatifu, lakini kinachokuja kustaajabisha, anakuja anashtuka. Baadaye akiwa anaendelea na mahubiri yake, anakuja anashtuka kuona yule mwanamke aliyekuwa amezini naye anaingia kanisani. Amependeza, amevalia nguo nyekundu na miwani myeusi. Kanisa zima linashangaa, lakini yeye anashtuka, mpaka mke wake naye anageuka kwamba ni nani huyu ameingia kanisani na kufanya mchungaji ashindwe kuconcentrate. Baadaye jioni mke anakuwa anadai haki yake ya ndoa. Mumewe anamwambia kwamba mimi sipo sawa. Anamwambia siko sawa. "Vipi bwana, hebu nipatie haki yangu ya msingi bwana." Lakini jamaa anamwambia kwamba siko sawa. "Vipi, njoo nikufanye uwe sawa, kwa sababu mimi ndo mke wako, inabidi nikufanye uwe sawa." Lakini unamuona Dakore hayupo sawa kabisa kisaikolojia. Unamuona kabisa ana mawazo, kuna kitu ambacho amekiweka ndani. Dakore anasema, lakini kama hali ya King haipo sawa, kuna kitu kitakuwa kinamsumbua. Hajui ni nini, lakini baadaye atakuja kujua ni nini ambacho hasa kinamsumbua Pastor King, ambacho kimemfanya ashindwe kuwa na amani, ashindwe kuwa na utulivu. Baadaye anarejea asubuhi nyingine, inakuwa anakumbuka sasa, ilikuwa asubuhi, anakumbuka kwamba mkewe alikuja kumpa habari ya mtu ambaye anahitaji maombezi. Anamweleza kwamba kuna mtu ambaye anahitaji kukombolewa, amevamiwa na pepo mbaya, anaweza kupoteza maisha tukichelewa kumuombea. King anasema huenda ikawa ni tatizo tu la afya ya akili. Akasema mwanamke akamwambia wameenda kwenye matabibu wa afya ya akili, lakini hakuna chochote, hivyo inabidi afanyiwe maombezi kwa sababu hili ni swala la kiroho. Kwani lina umuhimu sana? Anamuuliza kwamba lina umuhimu sana. Lakini Pastor King anatafakari, anasema sawa, ikiwa ni kazi ya Mungu nitaenda kuifanya. Kama itakuwa ni kazi ya Mungu, nitaenda kuifanya kwa mapenzi ya Mungu, kwamba kama ni Mungu amenituma basi nitaenda kulifanya. Hapo alikuwa anajiandaa kwa ajili ya ibada, lakini mke wake alikuwa anampa taarifa kwamba inabidi aende akafanye
maombi na maombezi. Sasa basi mke wake anambembeleza pale kwamba sawa, nitakwenda, lakini kuna haja ya mimi kwenda kutafakari hili. Anamwambia, nenda bwana, umekuwa ukiombea watu wengi wamekuwa wakipona, basi nakuomba uende na huyu pia, nitakupatia mawasiliano yake ili uweze kwenda na kumfanyia maombi na ukombozi. Basi mchungaji anatafakari, anasema basi nitakwenda, kwa sababu alikuwa anajiandaa. Sasa King anakwenda. Ilikuwa hivi, mwanamke mrembo anamkaribisha, alikuwa amevalia nguo hizo, anamkaribisha kwake kwa bashasha, na mchungaji anashtushwa, hakuwahi muona kanisani na anakuwa na mashaka kukabiliana na mtu mgeni. Je, upo tayari kupona? Mwanamke anasema, kwa ajili yako niko tayari. Anasema, hapana, si kwa ajili yangu, lakini kwa ajili ya Mungu. Upo tayari kukombolewa? Anaambia, kuna kitu chochote naweza nikakupatia? Anasema, maji nikipata itanipendeza zaidi. Anasema, maji? Basi ni sawa, ngoja nikakuchukulia maji, ila kama uko tayari kupona kwa ajili ya Mungu, basi itakuwa ni vizuri. Unahitaji chochote? Akasema, nahitaji maji. Basi nitakuandalia maji, lakini akamwambia, tafadhali unavyokwenda hakikisha unavaa nguo za stara, unajifunika vizuri, kwa sababu hujavaa vizuri. Hebu jaribu kujistiri vizuri, uvae nguo za stara, uwe safi kabisa, uwe vizuri kabisa. Mwanamke anakuwa anacheka kwa bashasha, anaondoka zake, lakini kuna mpango ambao mwanamke ameufanya. Kwa nini amevaa hivyo? Nini kitatokea? Mchungaji amekaa pale akisubiri kwa ajili ya session ya maombi na ukombozi wa huyu binti ambaye anasema kwamba amekuwa akisumbuliwa na mapepo. Mchungaji akiwa anangoja, mwanamke anamletea maji, akimtazama anamletea maji taratibu pale, tunamwona anamletea maji, na alikuwa amevaa vile vile ambavyo mchungaji alimwambia, bwana, hebu nenda kajistiri, lakini mwanamke hakujistiri. Anamletea maji huku akimtazama kwa jicho la mahaba, anamwangalia kwa jicho la mahaba. Kuna kitu ambacho amekiweka humu ndani, na Pastor King hajui ni nini. Anashukuru tu, anasema asante kwa kuniletea maji, lakini mwanamke alikuwa ana mpango wake wa siri ambao ameufanya nini, ameweka. Sasa ghafla binvu anarejesha kumbukumbu zake, na anarejea katika kumbukumbu zake, anajikuta katika ile rejea kumbukumbu zake. Mchungaji anakumbuka lile tukio ambalo lilikuwa limetokea siku chache zilizopita. Anaendelea kutafakari kwa umakini sana. Kile ambacho kimemtokea ni kitu cha ajabu. Ghafla binvu anajikuta amelala chini, na yule mwanamke anahamaki, anajikuta yuko chini, wote wako uchi, alafu wako sebleni, nguo zote zimetolewa, wote wako tupu. Anashtuka na kutahamaki, na anajikuta yupo uchi. Unaona, anashangaa nini hichi kimetokea. Anasema, huyu mwanamke amefanya kitu gani? Anamwambia, bwana, hebu amka bwana, hebu amka. Mungu wangu, umefanya nini? Anamuuliza, umefanya nini? Yesu Kristo, umeweka kitu kwenye maji yangu, umefanya nini sasa? Mwanamke anafurahi na kutabasamu. Anasema, kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Mwanamke anamwangalia kwa jicho la mahaba, anamlaumu, kwa nini umeamua kuniwekea kitu, umeamua kuniwekea madawa kwenye maji yangu, kwa nini umeamua kufanya hivyo? Mwanamke anacheka, anafurahi kwa sababu lile agizo lake ambalo alikuwa ameamua kulitimiza limetimia. Kile ambacho alikuwa ameamua kukitimiza kimetimia. Kwa anamwangalia kwa jicho la mahaba, anashangaa, anaona kama anajilaumu na kuomba toba kwamba, Mungu, nimekukosea, nimekutenda dhambi. Mwanamke anacheka kwa sababu ameshatimiza haja yake. Kwa anaona kwake ni kitu cha kawaida. Kwa sasa anarudi kwa mwanamke, anakwambia, mpenzi wangu, nimemtenda Mwenyezi Mungu dhambi. Anasema, nimemtenda Mungu dhambi. Anamwambia mkewe, anamgeukia, anasema, yule mwanamke uliyenituma niende kumfanyia maombi, kuna kitu amenifanyia. Kuna kitu ambacho amenifanyia si sawa kabisa. Si sawa kwa sababu nilipokwenda niliomba maji akanipatia, lakini ghafla binvu kumbukumbu zinazokuja kurejea, najikuta niko tupu na niko kwa yule mwanamke, sijielewi nini kinaendelea. Nikajikuta niko uchi na hakuna chochote ambacho nilichokumbuka zaidi ya hapo tu, nilijikuta nipo uchi. Ni yule mwanamke uliyenituma niende kumwombea, lakini najiraumu, nimemtenda sana Mungu dhambi, ninakiri nimemkosea Mungu, ninaomba toba, ninaomba msamaha, mke wangu unisamee kwa kile ambacho
kimetokea, sikudhani kwamba huenda kitatokea, lakini naona kama nimemtenda Mungu dhambi sana. Mwanamke akashtuka ghafla, binvu alivyoshtuka akasema naomba unisamehe. Lakini mwanamke ameshtuka kwamba kuna kitu hakiko sawa. Mwanaume anaendelea kuongea, anasema yule mwanamke amesababisha yote haya yametokea, nimemtenda Mungu dhambi, nimefanya dhambi kubwa sana, nimekuwa mwaminifu kwa Mungu. Mwanamke anasema ni sawa, mimi ndo sababu ya yote haya yametokea. Amesema hapana, ilikuwa ni kazi ya Mungu, ilitakiwa nifanye kazi mapenzi ya Mungu, lakini nimeweza kuanguka kwenye zinaa, nimeweza kumtenda Mungu dhambi kwa sababu ya zinaa, nimeweza kuyafanya yote haya, lakini miaka yote hii nimefanya kazi kwa Mungu kwa uaminifu, imekuwaje leo nimeweza kuanguka katika zinaa? Anasema njoo hapa. Lakini mwanamke anatafakari, kuna kitu ambacho anakitafakari. Mwanaume anaendelea kutafakari. Siku nyingine kwenye ibada wanakutana pale, mwanaume yupo kwenye maombi, Pastor King anaomba pale, lakini mwanamke kuna jicho fulani hivi anamwangalia, jicho fulani la husuda, jicho fulani la dhihaka, jicho fulani ambalo si zuri. Anamwangalia kwa jicho baya kwa sababu anamwangalia kama ni mtu ambaye ameanguka katika dhambi. Baadaye sasa nyumbani vinaanza vitimbwi. Sasa mwanamke anakula, anamwambia mimi sina, anamwambia naomba nionje kidogo. Anambia unaniharibia hamu yangu ya kula. Ghafla anakuwa mkali na mchungaji anamuuliza kwa upole, unaonyesha tabia mbaya. Mwanamke anaonyesha tabia mbaya ambayo si nzuri. Unaona, ni kitu ambacho hakijampendeza mchungaji. Mwanamke anamwambia vipi bwana, mbona huwa tunakuwa tunakula wote? Anambia sitaki, usinisumbue, sitaki usumbufu, nimekuambia sitaki usumbufu. Mbona unaniharibia hamu yangu ya kula? Niache bwana, mimi nataka nile kwa amani, kwa nini unakuwa unanisumbua? Mwanamke ananiambia haya, ondoka karibu yangu, sitaki kukuona. Mwanaume usiku sasa, jioni nakuwa namwamkia Pastor King, anakuwa naomba haki yake ya ndoa, kwamba amemkumbuka, umeona, anahitaji haki yake ya ndoa, ila mwanamke anashindwa kumpatia haki yake ya ndoa kimsingi, na anamueleza kuwa anamhitaji, amemkumbuka, anahitaji angalau amtomase mke wake mara nyingine, ili mradi tu apate haki yake ya kimsingi ya ndoa. Lakini mwanamke anajaribu kumtenga. Lakini kwa Damsel nakuwa mambo yameenda vizuri, kwa sababu kila jambo lake linakuwa limefanikiwa. Huku asubuhi mchungaji King akiwa anatafakari neno na kusoma neno, unamuona kabisa yupo kwenye kusoma neno na kutafakari neno, tayari alikuwa ameshaomba toba. Lakini ghafla mlinzi anakuja na kumwambia kuwa kuna mgeni wako pale nje. Mchungaji anamueleza jua kwamba huwa sina miadi na sipokei wageni nyumbani, kama ana shida si angekuja kanisani. Ambia nimejaribu kumwambia lakini amekataa kunisikiliza. Kwa akamwambia basi nitakuja. Ambia yuko pale nje anakusubiri. Ambia nimejaribu kumweleza lakini hajataka kunisikiliza. Ambia haina shida, nitakuja pale nje nijue nani. Na akaendelea kusoma neno, na baadaye baada ya kusoma neno na kutafakari neno, akaendelea kutafakari neno na kutaka kujua ni nani ambaye yuko pale nje, na kutaka kujua. Akiwa anatafakari anaamua kutoka nje. Sasa wakati ametoka nje, anakutana na Damsel, anamsalimia pale, anamwambia habari yako, una shida gani na mimi? Anasema umekuwa kimya sana, kwa hiyo nimeamua kuja ili kujua kama hali yako ni nzuri. Anasema wewe shetani. Mwanamke akacheka, anasema shetani anaweza kawa mzuri kama mimi? Hapana, mimi ni binadamu tu wa kawaida, naitwa Damsel. Waambia wewe una mapepo? Akaambia hapana, nina habari njema, kwa sababu juzi ulifanya kazi nzuri, mimi ni mjamzito na huyu mtoto tumboni ni wako. Kwa hiyo ninakupa muda wa kuamua kama utaendelea kuwa baba au niamue kulea mimi mwenyewe. Kwa hiyo anakuja na kumwambia kwamba kama utaendelea hivyo kukaa hivyo basi mimi nimekuambia tu kuwa mimi na mtoto wako tumekukumbuka sana, na kazi uliyofanya juzi ilikuwa ni kazi nzuri sana, ulifanya kazi nzuri sana. Jamaa anakasirika, namuona mchungaji amekasirika kwa sababu hataki mazoea, naona amemharibia kabisa, na tayari ameshakukwisha mwambia mke wake, na mke wake tayari ameanza kuonyesha tabia ambazo sio nzuri, ameanza kuonyesha. Sasa siku nyingine tena akiwa kwenye maombi, mchungaji akiwa kanisani anaomba, anamshukuru Mungu, anatafakari ukuu wa Mungu, anaendelea kumsifu Mungu. Damsel anamnyatia kwa nyuma kidogo,
anamshika mabega na kumwambia uhali gani Pastor King. Ambia wewe shetani, unatafuta nini hapa? Umekuja kutafuta nini? Una shida gani na mimi? Ambia sina shida, nimeona nimepita maeneo ya kanisani nikaona si haba nije nikusalimu, nikujulie hali. Kwani kuna shida yoyote? Kaambia wewe shetani, kaa mbali na mimi. Usinizoee hata kidogo. Ambia hapana, mimi sio shetani, nimekuja kukuona, nikujulie hali, unaendeleaje, ubuheri wa afya. Basi kwangu itakuwa ni jambo la heri sana. Ambia ukae mbali na mimi. Sasa jioni inakuwa hivi. Sasa anaporudi nyumbani anasema anakuta hakuna chakula na kumuuliza mkewe, lakini mkewe anamjibu jeuri kwamba mimi sio kijakazi wako, kama una njaa nenda kapike huko. Umeona? Kwa unamuona jamaa pale amefika, anamwambia mbona umebadilika? Mbona sielewi, nimekuja hapa ndani hamna njaa. Ambia mimi sina njaa. Kwa hiyo kama ungekuwa una shida ungeagiza chakula huko ule, au uende huko jikoni ukajipikie chakula. Ambia lakini sio kawaida yako, mara nyingi nikija nakuta umenitayarishia chakula. Imekuwaje leo hujanitayarishia chakula? Ambia mimi sio kijakazi wako. Kwa hiyo kama unahitaji una njaa nenda jikoni ujipikie chakula we mwenyewe upike, ila mimi sina njaa. Jamaa akashangaa akasema mwanamke ana shida gani? Asubuhi sasa, habari yako bibie, uhali gani? Mimi naitwa Damsel, ni jirani yako. Ambia jirani yangu? Ndio, ni jirani yako, nipo karibu hapa, nilikuona siku kadhaa hizi uko nafanya mazoezi, lakini leo nikaona sija kuona, nikasema nikujulia hali. Kwa hiyo umekuwa ukinisubiria hapo nje? Ndio, nimekuwa nikikusubiria na sija kuona, nikasema leo nikujulie hali, lakini mimi ni shabiki yako mkubwa sana. Shabiki yangu? Yani muda wote umekaa unaningoja hapo? Ndio, nimekuwa nikikungoja na nikitaka kujua kama uko salama, we ni mzima. Mwanamke kana tafakari. Ambia mimi nilikuwa nakufuatilia sana huduma yako wewe na mume wako, kwa hiyo uwe na siku njema. Mwanamke anashangaa, huyu ana shida gani? Kwa nini ananifuatilia mimi na mume wangu mtandaoni asubuhi usiku? Sasa mwanaume anaomba bwana. Anaomba, yupo kwenye maombi mazito. Kwa hasira mwanamke akashuka chini, anashuka chini kwa hasira, anaambia na kumueleza kwamba nalala, lakini wewe kikaragosi unapiga kelele na huwezi. Unataka ushushe mbingu? Nyie watu unataka mshushe mbingu, kwamba mbingu ishuke hapa, malaika wote wazingira nyumba yote hii? Unaomba nini? Kuna kitu gani ambacho unaomba ambacho kina maana? Kwani unanipigishia kelele na mimi najaribu kulala? Kaambia dakore, mimi sijapayuka. Ambia kwa ningekuwa sipayuki ningeshuka huko chini. Kwa upayuke nisingeshuka huko chini. Nisingeshuka huko chini, unanipigishia makelele, mara unaimba, mara unaomba. Nyie watu wa ovyo kabisa. Usinipigishie kelele. Sitaki kusikia makelele yako hapa. Unanielewa? Akashangaa. Sema huyu mwanamke mbona amebadilika? Nini ambacho kinamsumbua? Sasa siku nyingine Damsel amekuja sasa ndani kabisa. Amekuja kumueleza asubuhi. Dakore anaingia kwa King na anamkuta, anakuja kumuona kujua kuwa kama upo sawa. Nimegundua kuwa haupo sawa, hivyo nimekuja kukujulia hali. Ambia kwa jina la Yesu, wewe mwanamke, ninakukemea. Uondoke hapa. Uondoke, ninakukemea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Uondoke. Ondoka wewe. Mwanamke anacheka. Anacheka, anasema unadhani mimi nina mapepo au nimetekwa? Hapana, nimetekwa na penzi lako Mchungaji King. Anamueleza hivyo. Mchungaji anashangaa. Sasa asubuhi hali inazidi kubadilika. Mkewe anamwambia bwana, inabidi tuende hospitali. Mchungaji anasema bwana, jina damu ya Yesu itaniponya, damu ya Yesu iniponye, nitakuwa sawa, damu ya Yesu itaniponya. Ambia utakuwaje sawa? Inatakiwa uende hospitali. Inabidi umuone daktari tujue shida ni nini. Anaendelea na kohoa, unamuona anapata shida, homa kali, haelewi nini shida. Anasema damu ya Yesu itaniponya, Yesu ataniponya. Mkeka anambia bwana, inabidi tuende hospitali tujue tatizo ni nini. Sasa mimi siwezi kuendelea kukaa hapa, ukinifia hapa nitapata kesi bure. Kwa hapa inabidi nikupeleke hospitali.
hakuna lingine, inabidi tuende hospitali. Tunaenda hospitali moja kwa moja, sitaki mchezo. Sasa anafika hospitali, daktari anamueleza kwamba samahani sana, mumeo ni muathirika wa virusi vya ukimwi. Ambia kuwa taratibu, uende taratibu. Anamueleza taarifa hiyo, ambia bado hajaamka, hajarudisha fahamu zake, ila mumeo ni muathirika wa virusi vya ukimwi. Mwanamke anashtuka na kusema hii imekuaje mpaka anakuwa muathirika wa virusi vya ukimwi. Sasa baadaye Pastor King anarudisha fahamu zake. Daktari anajaribu kumtuliza na kumwambia awe mpole. Anakuwa mwenye hali ya kulaumu na kusema kwa nini Mungu ameamua kumwadhibu. Daktari anajaribu kumtuliza. Anaporejea nyuma anajaribu kumtuliza kwamba jaribu kutulia. Anasema, Mungu, nimefanya kazi kwa muda mrefu, lakini hichi ndo ambacho unanilipa. Daktari anamwambia, usijaribu, usije ukakufuru Mungu, lakini hebu jaribu kuwa mpole. Nimefanya kazi kwa uaminifu miaka yote, lakini imekuaje leo mimi naingia katika hali hii naingia kwenye hali hii. Je, Mungu kweli upo? Anajaribu kuuliza maswali magumu kwamba Mungu kweli upo? Kama upo, kwa nini haya yote yanatokea? Anambia, usije ukakufuru bwana, hii imetokea, inatakiwa mpole. Sasa anaporudi nyumbani, anakuta mambo yamebadilika. Kwenye jokofu Dakore ameandika upande wa kushoto jina King, upande wa kulia jina King, upande wa kushoto Dakore. Anaanza anashangaa, anasema hii imekuaje? Tayari ameshaanza kuninyanyapaa, ameshajua mimi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa ameamua kuninyanyapaa. Nini hapa kitatokea? Nini hichi kinanikuta hapa? Imekuaje huku King, huku Dakore? Anatafakari, anarudi, anaanza kumuomba mkewe msamaha, lakini mkewe anataka talaka. Anamwambia, mimi nataka talaka sababu wewe una maambukizi, na anashukuru Mungu kwa sababu siku ile alikuwa anahitaji haki yake ya ndoa, lakini hakumpatia, hivyo anashukuru Mungu, lakini hawezi kuishi na mume mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Japo ipo siri nzito ambayo Dakore anaificha hapa. Anajaribu kuonekana kama yeye ni mkamilifu sana, lakini kuna taarifa ambao nani alimueleza, Damsel alimueleza kwamba mkeo Dakore sio mwaminifu, na wamekuwa wakitafuta mtoto muda mrefu na hawakufanikiwa kupata mtoto. Kwa huenda katika mazingira yake sio mazuri, lakini mwanamke anafungasha nguo zake na anafanya harakati za kuondoka. Lakini unamuona sasa mchungaji King anajaribu kumbembeleza, anajaribu kumwambia, inakupasa urudi, inakupasa ubaki, uliniahidi kuwa utaishi na mimi kwenye maradhi na shida. Ambia, hapana, siwezi kuishi na wewe kwenye nyakati hiyo. Mimi ninachohitaji ni talaka. Hicho ndo mwanamke anapomwambia, siwezi kukupa talaka. Ambia, mke wangu, siwezi nikakupa talaka. Tumeishi mimi na wewe muda wote huu, nimekuwa nikifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Wewe ndo uje uniadhibu tu kwa kitu kidogo hichi, mke wangu? Kwa nini nimekuaje unanifanyia hivyo? Mimi siwezi nikakupa talaka. Mwanamke anafungasha vilago vyake na anaamua kuondoka. Kwa ipo siri ambayo mkewe mama mchungaji anaificha, ambao kwa muda mrefu amekuwa akitafuta mtoto, hawakupata. Lakini sasa kumbe mkewe amesambaza taarifa kanisa zima, linaanza kumnyanyapaa. Unamuona siku ya ibada kanisa linamnyanyapaa kwamba ni mtenda dhambi, na anaenda kusimama madhabahuni na watu wanaanza kunong'ona. Watu naona wananong'ona, kuna minong'ono. Unamuona Damsel hana amani, anajaribu kufungua kitabu pale, anachukua kipaza, anasema Bwana Yesu asifiwe. Watu wako kimya. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa anakuta watu wapo kimya. Baadaye simu inaita, ambia, hii ni simu yako bwana. Anapokea, ni simu kutoka kwa viongozi. Anapoipokea, ambia, usihubiri leo, hautakuwa zamu madhabahuni, yupo mchungaji mwingine ambaye atahubiri baada yako. Unaona yule mchungaji anasogea pale madhabahuni na
Anaposogea anaambia tukitoka hapa itabidi tuzungumze kama kanisa. Ambia yuko hapa, lakini yule mchungaji ana tawi lake. Ndio ana tawi lake, lakini nimeamua kumleta hapo kutokana na hayo yaliyotokea. Kwa tukitoka hapo itabidi tuingie kwenye kikao kama kanisa. Kwa kanisa linaamua kumtenga. Unaona hiyo namna ambavyo ameanza kutengwa. Anarudisha simu, anarudisha kipaza sehemu yake ilipokuwepo pale madhabahuni, anafunga Biblia yake na anajaribu kumsalimu, lakini jamaa anamnyanyapaa. Lakini unamuona Damsel hana amani, anaona kwamba kuna unyanyapaaji fulani unafanyika. Nini ambacho kimetokea? Ngoja tuone. Jamaa ana mchungaji sasa anashangilia pale. Bwana Yesu asifiwe, amina. Shangwe kama zote. Watu wanamshangilia kwa furaha. Mchungaji King hana furaha, hata Dakore naye unamuona pia hana furaha. Baadaye sasa mahubiri yanaendelea, watu wamefurahi na watu wanaona kwamba huyu si ndo mchungaji mwingine bwana tumepewa. Yule mwingine alishaanguka. Watu wanashangilia, lakini wanaonekana wote ni wanafiki. Lakini watu wawili wanaonekana humu hawana furaha, akiwemo mchungaji King. Sasa anajaribu kusoma neno na kutafakari neno mchungaji pale. Watu wanaendelea kufurahia na kupokea utukufu wa Mungu pale. Lakini kuna kitu ambacho hawajakifanya sawa kwenye hii madhabahu. Kwa sababu mchungaji ameanguka, lakini hata unamuona hata Damsel hana amani akiwa kanisani, kwa sababu ameona yule mtu ambaye anampenda hajasimama madhabahuni. Kwa anaona kuna kitu hakipo sawa. Anaona kwamba hawa watu ni wanafiki. Anamwangalia Pastor King, anaona naye hayuko sawa. Baadaye baada ya muda wanamuita na kumweleza kwamba inabidi wewe uondoke hapa kanisani kwa sababu umetenda dhambi. Kwa kama umetenda dhambi, kuna sheria ambazo zinapaswa kufuatwa. Kwa hizo sheria umeshindwa kuzifuata, basi imekubidi wewe uondoke kanisani. Kwa sisi tunakufukuza hapa kanisani kwa sababu umeshindwa kufuata sheria. Jamaa anasema, nisikilizeni viongozi. Miaka yote hii nimefanya kazi kwa uaminifu. Nimelitumikia shauri la Bwana kwa uaminifu. Imekuwaje leo mje tu mnitoe kanisani kwa sababu nimeanguka? Alafu mseme ni mpango wa Mungu. Nadhani huu si mpango wa Mungu, ila ni mpango wenu nyie ambao mmeamua kunifanyia hivi. Ila si mpango wa Mungu kuniadhibu, ila nyie mmeamua kuniadhibu kwa sababu ya hichi ambacho kimetokea. Je, Yesu alikuja kwa ajili ya watakatifu? Tunajifunza nini kwa ajili ya Kristo? Kristo hakuja kwa ajili ya watakatifu, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Na kama angekuja kwa ajili ya watakatifu, basi watakatifu wangeokoka. Na nyie wote mnaunga mkono. Viongozi wakawa wanasema wewe unatupotezea muda bwana. Lakini akaongea maneno ya uchungu na maneno mazito sana ambayo kiujumla yangefanya hili kanisa na hii madhabahu ingetetereka kwa namna fulani, kwa sababu kuna uhasama umeingiza. Ngambia mataifa mengine, watu wanaotoka sehemu nyingine watajisikiaje? Kwa sababu mimi nimeanguka kwenye dhambi, leo mnitenge. Anajaribu kutafakari kwa lugha rahisi sana. Anajaribu kueleza kwa uchungu. Anajaribu kuongea mazito ambayo kiukweli kanisa limemtenga na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo baadaye maisha yake yanazorota kiimani. Unamuona sasa anakuwa hana amani. Damsel anakuja pale kwa mapenzi ya dhati, anamwamsha pale, anambia amka bwana, wewe unakuaje pastor mchungaji unalewa? Wewe sio mtu wa kulewa. Wewe ni mtu ambaye unatakiwa utupe tumaini. Sasa wewe haya sio mambo yako, wewe ni mtumishi wa Mungu. Kulewa sio suluhisho, na kulewa haikufai kabisa wewe ulewe. Kwa nini unalewa? Anambia, anamwamsha pale, anamueleza kwamba mimi ni muambukizi, ni maambukizi ya virusi vya ukimwi, wewe ndio umesababisha. Baadaye mwanamke anaenda hospitali, anapima, anakuja, anamueleza kwamba mimi si mwathirika wa virusi vya ukimwi. Anatazama pale majibu yake, anakuta yeye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa imekuwaje sasa mchungaji amekuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na mimi nilitembea naye lakini sijapata hayo maambukizi, imekuwaje? Sasa anapotafakari
anarudi kwa mchungaji, na unajua Damsel anavyompenda, anarudi anamkuta mchungaji anagonga mvinyo tena bwana. Ameshapoteza imani yake tayari, amepoteza kiimani. Kwa hiyo anaporudi anakuja kwa kasi kabisa. Damsel alikwenda hospitalini na kugundua yeye hana maambukizi. Anakuja sasa pale na uthibitisho, ambia angalia uthibitisho huu hapa, mimi sina maambukizi, nipo salama. Pastor anachukua yale majibu, anayatazama, anaambia tazama, mimi sina maambukizi, labda huenda wewe ulilala na makahaba, au umuulize huyo mkeo. Anaangalia yale majibu, anakuta hana maambukizi. Sasa je, mkewe ndo amesababisha, yeye ndiye aliyeleta virusi nyumbani, na hatima ya Damsel itakuwaje? Filamu inaitwa Test of Faith kutoka kwa Frederick Leonard akiwa na Uche Montana. Moja kati ya filamu ambazo zina mafunzo makubwa kwenye ufalme wa Mungu, na namna ambavyo watumishi wa Mungu kuna wakati wanakuwa napitia mazito magumu ambayo yanaweza yakawatenga na kanisa likawatenga kulingana na magumu ambayo wameyapitia. Hiyo ni filamu tukasema kwa leo tuizungumzie kwa uchache wake.